niendelee kuwapongeza na kuwapongeza kama wenzangu walivyotangulia kusema, kwa sababu ya kupata hati safi. Unajua hakuna miujiza, yaani hati safi maana yake kuna kazi nzuri imefanyika, imeonekana. Yaani ndio maana haya mengine ya kusema mmejibu au mjajibu, haya lazima yatakuwepo kwa sababu ndio utaratibu. Lakini kupata hati safi, yaani sio jambo jepesi. Kwa kusema pamoja na hati safi, halmashauri yetu imekuwa na rekodi isiyoridhisha katika kuhakikisha inafuta hoja za ukaguzi za miaka ya nyuma, na nyinyi ni mashahidi kusikia idadi ya hoja zilizotamkwa na idadi ya hoja zilizojibiwa ni chache na zilizobaki nyingi, lakini vile vile maagizo ya kamati maalum ya Bunge yaliyotolewa na yaliyojibiwa na yaliyobaki inaonyesha bado kuna kasi ndogo ujaji wa hoja na maagizo hayo. Hata hivyo, ni imani yangu kuwa mtahakikisha hoja zote za nyuma ikiwemo maagizo ya kamati maalum ya Bunge yanafanyiwa kazi na kufungwa kabla halmashauri zetu hazijaitwa mbele ya kamati ya Bunge ya kudumu ya hesabu za serikali kwenda kutoa majibu au mrejesho wa yale ambayo ikiwa kufanya. Endelee kusisitiza kwamba Mheshimiwa Madiwani, mkoa wetu utaendelea kupiga hatua katika nyanja mbalimbali za maendeleo endapo tu kila mmoja wetu atakuwa ni sehemu ya timu ya kufanikisha hayo. Yafuatayo ni maagizo yangu machache: kutambua, kulinda na kutunza ardhi au maeneo yetu na maeneo yote muhimu. Ardhi ni rasilimali ambayo inahitajika katika maendeleo ya kila jambo. Hivyo viongozi na watendaji wote tunapaswa kuhakikisha maeneo ya wananchi yanatambuliwa, lakini migogoro ya ardhi zinapunguzwa. Pia matumizi ya ardhi yanafanyika kwa sheria, kanuni na taratibu zilizopo. Sasa kazi ya wataalamu ni kusolve issues zinazogavana kwenye maeneo yetu ili soften shughuli za wananchi ziende vizuri, sio wao kuwa sehemu ya mikwamo. Kwa hiyo niendelee kuwasisitiza kuhakikisha mnakwamua mikwamo kwa utaalamu ulio nao bila kuathiri utaratibu. Tatu ni kuendelea kutatua changamoto za wananchi kwa haraka kupitia kliniki za utatuzi wa kero na mifumo mingine ya kusikiliza wananchi wetu. Kuhusiana na ugumu wa vizazi sasa hivi, yaani inatakiwa ukiwa umezaa iangalie umezaa mtoto wa aina gani, akiwa mwanamke sijui 30,000, sijui akiwa mwanamume 50,000. Yaani tumeshafikia wakati tena kuzaa na unatozwa hela kulingana na jinsia. Sasa hii serikali haijaweka utaratibu. Kwa hiyo mnatuingiza kwenye stress zingine. Kwa hiyo tujitahidi sana kisha tunatatua hizi changamoto na sio kwa sisi ni sehemu. Swala lingine ni swala la usafi wa mazingira. Napata shida sana manispaa hapa, toka mita chache tunakutana na machaka, toka na mita chache tunakutana na majumba ambayo bati zake za mwaka 45. Tunza mazingira kwa aina nyingi sana, sio lazima yani utoe kile ulicho nacho, kile unaweza ukakiboresha kikawa kizuri zaidi na kikaonekana ni kizuri pale kilipo. Basi kama ni lazima kuyaboresha kwa rasilimali tulizonazo, fanye hivyo. Kama ni lazima kieka majani, fanye hivyo. Lakini kama tunahitaji ofisi zizungukwe na majani, tunatengeneza majani artificial, tunatafuta maua tunayaweka kwenye poti, tunayazungusha kwenye ofisi zetu, inaonekana yapo kuliko nyasi zile ambazo mtu akija anaona kabisa hii ni nyasi wala sio sehemu ya urembo wa ofisi. Tano, kusisitiza kufanya kazi kama timu. Swala lingine, viongozi na watendaji wote napaswa kuwa karibu na wananchi ili kufahamu changamoto zinazowakabili na kuchukua hatua za haraka katika kuwatatulia. Na muhimu hapa ni kusitambua. Wakati mwingine hata mwananchi kama hajasema, yaani wewe kama kiongozi unatakiwa useme hii ni changamoto, hii inahitaji kutatuliwa ili watu hao waendelee kuishi vizuri. Na ukiona hawasemi haina maana kwamba hawana. Kuendelea kudumisha amani, upendo na mshikamano. Mkoa wetu unaendelea kuwa mfano wa utulivu na ushirikiano. Hiyo ni wajibu wetu sote
kulinda amani iliyopenda pia kuhakikishia wananchi kupitia kikao hiki kwamba ofisi ya mkuu wa mkoa kwa wazi masaa yote, ni ofisi ya kwao. Wale watakapoona changamoto zao kana kwenye ngazi ya chini, basi wasisite kuja. Kwa wataalamu tungetamani tutatue changamoto hizo ili zinazokuja kwetu ziwe ni zile ambazo zimeshindikana. Sisi kama baraza tumekubaliana kwa wale ambao wanatakiwa watano wajibu zile hoja za msingi ambazo sisi bado tunatakiwa zijibiwe. Tumewapa siku 21 ili zijibiwe kwa wakati. Nakupongeza mwenyekiti na baraza wako la madiwani kwa halmashauri ya manispaa ya Songea kupata hati safi katika ukaguzi wa mwaka 2024-2025. Hati safi hiyo ilitokana na uandaaji wa taarifa za fedha katika mwaka 2024-2025 kwa kuzingatia viwango vya kimataifa vya hesabu na kutokuwa na hoja ambazo zina nature ya ubadhirifu. Ifuatayo ni taarifa ya utekelezaji wa hoja za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwenye hesabu za halmashauri ya manispaa ya Songea kwa muda wa mwaka wa fedha 2024-2025 pamoja na mapendekezo ya miaka ya nyuma yaliyotolewa, ikiwa ni pamoja na maagizo ya kamati ya bunge inayoshughulikia hesabu za serikali za mitaa